Naitwa Pastor Dohio, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na hudumu hapa Christian Foundation Fellowship Gikabura, na ninainua jina la Bwana kwa sababu ya upendo wake na kwa sababu ya rehema zake. Mimi ninaamini ya kwamba pasipo Mungu hakuna lolote ninaliweza. So it is by the grace of God niko hapa siku ya leo niweze kukuletea neno la Bwana na kukaribisha katika ushirika wetu wa Tuesday hapa kanisani. Asante kwa wale wamefika, asante kwa wale wako online, wale tuko TikTok. Unaweza kunisaidia kwa kutap as many as you can. Wale tuko Facebook live, unaweza kucomment, like and share, na Mungu atakubariki na atakutenda mema. Ningependa nikaweze kuomba alafu tuingie kwa neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa nafasi hii umenipa Jehova, niweze kutangaza neno lako kama vile Kristo alivyosema ya kwamba Roho wa Mungu ako juu yangu, amenitia mafuta niweze kutangaza habari yako. Mungu, nashukuru kwa sababu umenitia mafuta siku ya leo niweze kuwa baraka kwa watu wako Mfalme kupitia neno lako. Ninaomba ukanitumie kama chombo chako na ukanipe ufunuo wa Roho Mtakatifu katika neno lako Bwana, katika jina la Kristo. Pokea sifa Bwana siku ya leo Jehova. Naombea wale wako kanisani na wale ambao wananitazama, Baba wetu wakiwa mbali na karibu, ninaomba ukawabariki na kuwatenda mema katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Mungu akubariki na Mungu akutende mema kwa sababu ya kukubali kuwa pamoja nami katika ushirika wa siku ya leo katika jina la Kristo Yesu. Ningependa nikaweze kuongea neno kwa dakika zile Bwana atakaponisaidia, na tutakuwa tumebarikiwa katika jina la Kristo Yesu. Mimi huwa ninasema kila wakati unapofungua moyo wako, kwa maana ni vizuri kuelewa iko na mlango. Ndiye Yesu alisema pale katika kitabu cha Revelation 3:19 and verse 20, anasema ya kwamba nimesimama katika mlangoni wa moyo wako, unifungulie niingie. So moyo wa mwanadamu unakuaga na mlango. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo unapofungua mlango wa moyo wako, ndio unasikia kila wakati ukiambia watu fungueni mioyo. Tunasema habari ya mlango. Fungua hiyo mlango wa moyo wako, ndio neno la Mungu lipate nafasi katika maisha yako, na ukilipokea litakusaidia. Ukilipinga haliwezi kukusaidia, utalia mwishowe. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo it is good to receive the word of God, and number 2, receive the messenger ambaye Mungu amemtuma. Pokea yeye. Haleluya. Maandiko inasema apokeaye nabii atapokea ule unabii. Bwana wetu ainue sana. Na kwa hivyo jioni ya siku ya leo ni vyema ukubali ndani ya moyo wako neno la Mungu lipate nafasi. Bwana apewe sifa. Na neno la Mungu ni la baraka katika jina la Kristo. Ujumbe ambaye nitanena siku ya leo ni ujumbe unasema ya kwamba do not judge. Do not judge. Haleluya. Bwana apewe sifa. Haustahili kuhukumu. Lakini siku ya leo tunapoangalia dunia hii, vile ulimwengu umekaa, watu wamejaa wa kuhukumu wale wengine. They are doing against the word of God. Bwana apewe sifa. Na tutaangalia kwa maandiko tuone ya kwamba hata kuna wakati Kristo hakujaji mtu. Bwana apewe sifa. Because we have only one judge. That is our God. Bwana apewe sifa. Our God is our judge. So no human being, hallelujah,
anastahili kuwa mtu wa kuhukumu wale wengine. Bwana apewe sifa. Na siongei habari ya judge ambayo wako katika serikalini ama in any government. Hapana, naongea habari ya kutohukumu watu. Bwana wetu inwe sana. Na maandiko inasema hapo ndio tutaanza in the book of Matthew. Thank you for those who are joining in the TikTok live. May you tap there, like there, and may God bless you. Tap as many as you can. Wale tuko Facebook live, you can share, comment and like, na utakuwa umenisaidia kufikia watu wengi katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu apewe sifa. So nasema katika kitabu cha Matthew, maneno Kristo aliongea. Haleluya. Maneno Kristo aliongea. Akasema in Matthew chapter 7 from verse 1. Akasema msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi. Haleluya. Do not judge so that you cannot be judged. Bwana wetu apewe sifa. Na kuambia siku ya leo, kama wewe ni mtu wa kuhukumu wale wengine kwa sababu ya ile mambo wanayoifanya, haleluya, Biblia inasema hivyo umefanya, hata wewe utahukumiwa. Bwana atukuzwe. Hata wewe utahukumiwa. Lakini Kristo alisema washa kuhukumu, msihukumu, msije mkahukumiwa. Unaweza ongea maneno ya mtu kwa njia ya kumhukumu na haujui kesho yako itakuwa namna gani. Bwana apewe sifa. Nikwambie siku ya leo, these social medias are good, but tunaitumia na njia isiyofaa. Mungu hakukubali social media zikuje tuzitumie na njia isiyofaa, but we are using the social media to judge others. Hallelujah. Swali yangu ni hii, nani aliyetufanya kuwa watu wa kuhukumu wale wengine? So we are doing against the word of God. Hallelujah. The word of God says, do not judge so that you cannot be judged. But today watu wamekuwa judge, wanahukumu wale wengine. Ukiona mtu na makosa kidogo, unamhukumu bila kuelewa. Bwana wetu ni sana, bila kuelewa nini kinaendelea. But we are judging people for nothing. Bwana wetu apewe sifa. Na Biblia inasema usihukumu, usije ukahukumiwa, kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndio mtakayo hukumiwa. Bwana apewe sifa. Kama unatumia platform ya social media ya kuhukumu mtu kwa sababu ya makosa yake, Biblia inasema ya kwamba hata wewe utahukumiwa. Haleluya. Hata wewe utahukumiwa. Na ndio maandiko imesema ile hukumu unahukumu watu nayo ndio utakayo hukumiwa. Kile kipimo mupimiasho ndicho mutakasho pimiwa. Bwana apewe sifa. It is very good to be very sensitive. Katika hii dunia kuna mambo unaweza kufanya uyafanye kinyume na Mungu, uyafanye kinyume na neno la Bwana. Bwana wetu apewe sifa. Kwa maana maandiko inasema kile kipimo unapimia wengine kwa kuwahukumu, the same, hiyo ndio itakayotumiwa kukuhukumu hata wewe. Bwana wetu inwe sana. Bwana apewe sifa. Hiyo ndio itakayotumiwa kukuhukumu hata wewe. Na Biblia inasema basi bona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jisho la ndugu yako. Tumekuwa watu wa kuangaliana. Yaani unaona makosa ya mwingine
na hauoni makosa ndani yako. Bwana apewe sifa. Wewe kazi yako ni kuona kibanzi kilicho ndani ya ndugu yako. Unaanza kuona ya kwamba yule mtu anafanya, yule mtu anaongea, yule mtu anavaa namna hii. Bwana wetu pewe sifa. Hauwezi na the Bible says ya kwamba na boriti iliyo ndani ya jisho lako mwenyewe huiangalii. Bwana wetu ni sana. Unaona ya kwamba unaona kibanzi kwa ndugu yako, but hauoni ile boriti iliyo ndani yako. Hauoni, yani haujioni wewe. Bwana wetu ni sana. Yani unaona ya kwamba that you are holy than other people, that you are worthy than other people. Bwana wetu pewe sifa. So ndio wewe unaona makosa kwa wengine, ana hapo unaanza kuwahukumu. Bwana wetu inue sana. Na hiyo ni makosa kubwa sana. Na kuambia siku ya leo, Mungu akikuja saa hii, watu wengine watakuwa judged in Jesus name, kwa sababu wanafanya ile kazi isiyo yao. Biblia inasema ya kwamba ile kazi tumepewa ni kupenda, ni kupendana. Penda mwenzako kama vile unavyojipenda, kwa maana Mungu ni upendo. Wakati unahukumu mwenzako, ni kusema ya kwamba hauna upendo kwake. Na Biblia inasema asiyependana hajui Mungu, hata hajawahi muona. Bwana wetu pewe sifa. So wewe kazi yako ni kuhukumu, na hiyo ndio mambo imejaa kwa social media, na sijui tutaondoka huko lini. Hallelujah. We are judging people for nothing. Bwana atukuzwe. Hata mambo ikifanyika kwa familia fulani, wewe ndiye wa kwanza kuihukumu. Mambo ikifanyika kwa mtu fulani, wewe ndiye wa kwanza kumhukumu. Bwana apewe sifa. Unahukumu watu kama nani? Na Biblia inasema usihukumu, usije ukahukumiwa. Bwana apewe sifa. The more unajaji watu wale wengine, the more unajiwekea judgment kubwa kutoka kwa Mungu. We need to change. Tuastahili kubadilika. Bwana wetu apewe sifa. Ukiona mwenzako nguo imeinama, haleluya. Ukiona mwenzako anafuliwa maguo, ndio awe ushi ashekelele na wengine, sio wakati wako kama mtu anajua Mungu wa kuenda na kuhukumu yule mwingine kwa sababu amefuliwa mavazi. Bwana apewe sifa. Yaani watu wanaongea juu ya wengine, na wewe unaingia kwa social media unaanza kujaji wale watu. Bwana wetu inue sana. Wacha nikuambie, unaona kibanzi lakini hauoni boriti iliyo ndani yako. Ni vizuri kwanza kuangalia before you judge anybody. Angalia maisha yako, angalia mienendo yako, angalia tabia zako. Bwana wetu pewe sifa. Na Biblia inasema, au utamwambiaje nduguyo, niache nikitoe kibanzi katika jisho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jisho lako mwenyewe. Bwana apewe sifa. Mbona uambie ndugu yako atiwacha nikutoe hii kibanzi? Unaenda kutoa kibanzi na uko na boriti kwa jisho lako, hata hauoni vizuri, lakini unaona wengine, unaanza kuwahukumu pale. Bwana wetu pewe sifa. Lazima tuondoke hiyo level. Haleluya. Lazima tukomae, tuondoke katika hali ya kuhukumu watu. Bwana apewe sifa. Mtu anaweza fanya makosa dakika hii, but you have no power to judge. Haleluya. Hauna nguvu ya kuhukumu mwingine. Haujui kesho yake anaweza kubadilika. Tumejionea watu wamekuwa ndani ya Kristo wakarudi nyuma, wakashindwa kusimama, lakini baadaye wakarealize ya kwamba tunastahili kurudi kwa Bwana.
huyo mtu akirudi kwa Bwana anasimama vizuri, na kama tungemhukumu. Haleluya! Kwa hivyo sio vizuri mpendwa, washa kuhukumu wale wengine kwa vile wanafanya. Bwana atukuzwe. Ukiona mtu ako na dhambi, amen, kabla sijaondoka hapo, washa nikusomea neno liko hapa ndio uweze kuelewa, uondoe hukumu ndani yako vile unajaji watu vile tu unataka. Katika kitabu cha Wagalatia 6 inasema hivi: ndugu zangu, mtu akighafilika katika kosa lolote, ninyi mulio wa roho mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako, usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Si unaona, unasikia vile maandiko inavyosema, ukiona mwenzako ameingia kwa kosa fulani, badala ya kukimbia na kumhukumu, maandiko inasema mrejeshe, kwa sababu wewe unaona uko na roho. Haleluya! Mrejeshe kwa njia ya upole, sio kwa njia ya vita, njia ya upole. Na Biblia inasema ukijiangalia na wewe mwenyewe, usije ukajaribiwa na majaribu kama hayo. Haleluya! Watu wanajaribiwa katika dunia hii, lakini tunawafanya kuwa wakosa. Hatuelewi hata nasi hiyo majaribu inaweza kutupata. Bwana atukuzwe. So wapendwa, washeni tusiwe watu wa kuhukumu wale wengine. Ukiona ndugu yako amekosea, muendee kwa amani, jaribu kumrejesha kwa njia ya Mungu na kwa upole, na usimhukumu, because you are not a judge. Haleluya! Wewe sio wewe uliyemleta dunia hii, ako na mwenyewe aliyemleta dunia hii, na Mungu atajua vile atafanya na yeye. Bwana wetu pewe sifa. Haleluya! Lakini tunafanya haraka kuhukumu wale wengine. And Jesus said, do not judge, usije ukahukumiwa hata wewe, katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Wacha kuangalia watu wale wengine, kwanza jiangalie. Wacha kuongea habari ya familia ya wale wengine, kwanza angalia familia yako imekaa namna gani. Je, mumesimama? Je, watoto wako ni wazuri? Ndio uanze kuhukumu watoto wa neighbor, watoto wa ndugu yako. Bwana apewe sifa. Badala ya kuenda kuhukumu, washa kwanza jiangalie. Jiangalie mwenyewe uone ya kwamba, na nikienda kuhukumu huyu mtu najua ya kwamba sina makosa ndani yangu. Lakini siku ya leo tunahukumu. Ukiona familia ya mtu fulani imefujika na yako ilifujika zamani, na unaenda kuhukumu hiyo, badala kwanza uangalie familia yako, wapi ulikosea, urejee kwa njia, ndio uweze kurejesha wengine. Bwana atukuzwe. Lakini watu wamejifanya kuwa ndio wa kuhukumu wale wengine. Bwana wetu ainuliwe sana. Washa nikuambie, hiyo kazi inafanyika in social medias. Kuna watu watakuja kulia, kuna watu watakuja kuteseka, kwa sababu mambo mengi imerejeshwa katika social media. Ukitaka na sijui kwa nini unataka tujue mambo ya mtu mwingine, kwa nini? Haleluya! Nimekuwa nikiangalia hii social media, ninaona ya kwamba watu wameleta even family matters, mambo ya siri ya familia wanaileta in social media. For what? Inatusaidia na nini? Na mwenye kuileta anataka tu atajirike. Watu watalaiki pale, watakomenti pale, watasubscribe pale. Haleluya! Huyo mtu anaona ya kwamba ametajirika. Sasa unaleta mambo ya familia ya mtu mwingine kwa social media, ya nini? Itusaidie na nini? Those are family matters. Bwana atukuzwe.
Na hiyo ni mambo ya familia, inastahili iangaliwe sirini kwa familia. Bwana wetu apewe sifa. Lazima watu wa Mungu tukomae, tuondoke katika hiyo level ya kuhukumu watu. Haleluya, tuondoke katika hiyo level, tuingie level ya kupenda. Ukiona mwenzako amekosea, ukiona rafiki yako aliolewa, wamekosana na mume, wacha kuileta social media. Biblia inasema endea huyo mtu, mrejeshe kwa amani na kwa upole, na uangalie wewe mwenyewe, usijaribiwe na ile jaribu. Bwana apewe sifa. Hiyo ndio inafanya familia nyingi zivunjike. Kwa maana wengine sijui kana kwamba wanatumiwa vibaya. Wengine wakiona wanasema hata mimi hii familia nimevumilia kwa miaka. Kwani familia ni nini? Ni kuvumilia na kugojea na kuomba, na hiyo familia itasimama. Bwana wetu pewe sifa. Lakini mwingine anashukua, anajifanya mzuri, anakuleta kwa social media kunena mahali pale. Unahukumu watu kwa nini? Do not judge. Bwana wetu pewe sifa. Tuamkie kiti cha Mungu. Mungu ndiye peke yake atakalia kiti cha judgment, na atajaji watu kulingana na matendo yao. Lakini mwanadamu hauna nafasi ya kuhukumu mwanadamu mwenzako. Bwana wetu apewe sifa. Asante kwa wale tuko TikTok. Tap hapo katika jina la Kristo. Wale tuko Facebook, niambie unaoshi ukiwa pande gani? Katika jina la Kristo Yesu. Tunastahili kubadilika watu wa Mungu. Tufuate neno la Mungu. Neno la Mungu ni la haki. Neno la Mungu ni la ukweli. Neno la Mungu linaweza. Neno la Mungu linajenga. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba wewe unasema utoe kibanzi kwa ndugu yako na hauoni boriti iliyo kwa jisho lako. Verse 5, angalia vile Biblia inakuita. Amen. Biblia inasema ya kwamba munafiki wewe. So wale watu wanafanyaga hivyo, they are hypocrite. Wanajifanya tu wanakupenda but they do not love you. Hawakupendi, they are hypocrite. Hivyo ndivyo Yesu alisema. Akasema munafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jisho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vyema kukitoa kile kibanzi katika jisho la ndugu yako. So wale watu wote wanahukumu wengine, they are hypocrite. Bwana apewe sifa. Wao ni wanafiki tupu. Yesu anasema ya kwamba kwanza toa ile boriti iliyo kwa jisho lako, then go utoe kile kibanzi kilicho katika jisho la ndugu yako. Bwana wetu pewe sifa. Lakini wengine hatujiangalii. We are seeing ourselves so worthy. Tunajiona sisi ni wazuri, sisi ndiye tuko katika njia. Hatujioni, lakini tunaona wale wengine. Bwana wetu pewe sifa. Tunaona wale wengine. In the book of Romans 14, in the book of Romans chapter 14, Romans 14 and verse 10. Romans 14 and verse 10 inasema hivi: lakini wewe, je, mbona wamhukumu ndugu yako? That is a question. Ukiangalia Biblia yako iko na alama ya question. Ni swali tunaulizwa. Bwana apewe sifa. Je, wewe mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe, je, mbona wamdharau ndugu yako? Ukiona mtu anakuja kukuhukumu, huyo mtu amekudharau kabisa. Mbona unadharau ndugu yako? Hii ni mambo Kristo alisema isiwe ndani yetu. Tusihukumu, tusidharau mtu yeyote. Bwana apewe sifa. Kwa maana sisi sote
tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu, kwa kuwa, haleluya, Bwana apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba mbona unahukumu ndugu yako, mbona unadharau mwenzako? Na sisi sote Biblia inasema tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Bwana apewe sifa. So wakati Mungu atakalia kile kiti cha hukumu, ndio kila mtu atasimama hapo. Ndio maandiko inasema kila mtu atapeana sababu ya mambo yote aliyoifanya dunia hii. Wakati tutafika kwa kile kiti cha Mungu cha hukumu, kila mtu asimame mahali pale, ndio utaulizwa maswali. Kwa nini ulihukumu? Nani alikupea hiyo kazi? Nani alikuajiri kwa hiyo kazi ya kuhukumu wale wengine? Hata bila kuelewa kwa nini hiyo jambo lifanyikia huyo mtu, wewe uko haraka kuhukumu. Bwana apewe sifa. Na imeandikwa, kama niishivyo, anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu. Haleluya. Maandiko inasema kama vile Mungu aishie milele, ya kwamba kila goti litapigwa mbele za Mungu. Hebu jiangalie, wakati utakuwa umepiga magoti mbele za Mungu akiwa amekalia kiti chake cha hukumu, ukiulizwa maswali, utajibu namna gani? Mbona ulihukumu ndugu yako? Mbona ulidharau dada yako? Mbona ulileta mambo ya watu wengine social media? Kwa maana hii yote utajibu mbele za Mungu. Na kuna watu wengi watalia, kuna watu wengi watahangaika. Bwana apewe sifa. Wapendwa, toeni mambo mengine kwa social media, tuingie kwa maombi, tuingie kwa kutafuta Bwana, tujue solution. Bwana apewe sifa. But not judging people. Let us find the solution for that family. For your friend, find the solution. Don't judge anybody. Bwana apewe sifa. Basi tusizidi kuhukumiana, bali afadhali toeni hukumu hii, mtu asitie kitu cha kumkwaza ndugu yake au cha kumwagusha. Wewe ukihukumu mtu, unakwaza yule mtu, utamuagusha yule mtu. Bwana wetu apewe sifa. Ningependa tuangalie habari moja kidogo, tuone vile Yesu alivyosema. Huyu Yesu ndiye anasema ya kwamba tusihukumu. Lakini ukiangalia katika kitabu cha Yohana, in the book of John chapter 8, in the book of John chapter 8, inasema hivi from verse 3. John chapter 8 from verse 3 inasema, waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Haleluya. Angalia, hawa ni waandishi na Mafarisayo. Bwana atukuzwe. Walishika mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi, wakamletea Kristo. Bwana wetu ni sana. Na Kristo ndio alisema usihukumu, usije ukahukumiwa. Sasa ameletewa kesi hapa ya mwanamke ambaye ni mkahaba. And the Bible says, wakamwambia mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. We angalia, kahaba ameshikwa akizini. Bwana atukuzwe. Na wale watu wamemshika, wamempeleka kwa Kristo. Bwana wetu ni sana. But the Bible says, basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimujaribu. Si unaona ya kwamba walishika huyu mwanamke
wakampeleka kwa Yesu, ndani yao walikuwa wanaenda kujaribu Yesu vile atakavyosema. Ndio linasema ya kwamba wale wanahukumu wale wengine ni wanafiki. Hao watu wanajifanya wazuri mbele za Yesu, lakini kumbe wako na unafiki ndani yao. Wanaenda kujaribu Yesu kwa kumpelekea mwanamke ambaye ako na kesi ya ukahaba. Bwana atukuzwe. Naye Yesu alikuwa mwenye hekima, akasema namna gani ili wapate sababu ya kumstaki. Unajua ya kwamba watu wanakutafutia makosa, wanakosa ile makosa. Bwana atukuzwe. Lakini hawa walikuwa wanatafuta njia yani walikuwa wanatafuta njia ya kumstaki yule mama. Lakini maandiko inasema namna gani? Lakini Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake katika nchi, nao walipozidi kumhoji, kwa maana Yesu alijua mioyo yao, alijua nia yao. Haleluya. Number one, hata kama amekamatwa kwa kesi ya ukahaba, walidharau yule mwanamke. Walikuwa wanataka ahukumiwe, afugwe ama atupwe nje ya mji, na hiyo sio kazi ya Kristo. Haleluya. Maandiko inasema Yesu anapenda kila mtu vile alivyo. Haleluya. Hata wewe haukuwa mzuri, wadhani rogosho, hapana, jifanya mzuri. Hao watu walijaribu kujifanya ati wao ni wazuri, ni watakatifu, ni wasafi kuliko wale wengine, wakakamata mama wakampelekea Kristo. Naye Yesu akainama, akaandika chini, kwa maana aliona unafiki uliokuwa ndani ya hawa watu. Bwana apewe sifa. Na maandiko inasema hivi ya kwamba yeye asiye na Yesu akasema namna gani? Lakini Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake katika nchi, nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akataka kuwaonyesha hata yeye hana nguvu ya kuhukumu, kwa maana kazi ya Kristo dunia hii ni kuokoa kilichopotea na kuokoa wenye dhambi. Sasa mwenye dhambi amekuja hapa, amekuja kustakiwa, na Yesu anajua kazi yake ni kuokoa wenye dhambi. Aliwauliza swali moja, kama kuna mtu kati yenu anajua ya kwamba hajawahi fanya dhambi, awe wa kwanza kuchukua mawe na kutupia huyu mama. Hata kama Musa alikuwa ameagiza hivyo, hiyo ilikuwa sheria. Lakini sasa Yesu amekuja na neema ya kusamehe. Bwana wetu pewe sifa. Haleluya. Maandiko inasema hivi, akainama tena, akaandika kwa kidole chake katika nchi, na waliposikia wakastakiwa na dhamiri zao. Wewe angalia hapa, walistakiwa na dhamiri zao because they were hypocrite. Unajua ya kwamba waandishi na wafarisayo katika dunia hii, they are hypocrite. So walistakiwa na dhamiri zao, na Biblia inasema hivi, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake, na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu, ila yule mwanamke akamwambia, mwanamke, wako wapi wale wastaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako, wala usitende dhambi tena. Bwana apewe sifa. Unaona, hata Kristo hakukubali kukalia kiti cha Mungu cha kuhukumu. Alisema kama hawa hawakukuhukumu, hata mimi sina uwezo wa kukuhukumu wewe, lakini ombi langu ni ya kwamba enenda kwa amani na usifanye dhambi tena.
kwa sababu Yesu ni wa kusamehe, Yesu ni wa kuosha. Bwana atukuzwe. Lakini walikuja mahali pale wakitaka tu ahukumiwe. Bwana apewe sifa. Watu wangapi mnataka wenzenu wahukumiwe, na wewe unampeleka mbele ya judge, bado wewe uko na makosa? You are hypocrite. Bwana wetu atukuzwe sana. So ni vyema watu wa Mungu tujiangalie kabla ya kuona makosa ya mtu mwingine. Angalia ndani yako, wewe uko namna gani, ndio uweze kuhukumu. Na wewe ni nani ndio uhukumu? Kama Kristo mwenyewe ambaye ni mwokozi wetu hawezi kuhukumu. Haleluya. Mwenye kuhukumu, wapendwa, ni Mungu mwenyewe. Hakuna mtu mwingine ako na nguvu ya kuhukumu watu wale wengine. Bwana wetu apewe sifa. So mpendwa, siku ya leo, ombi langu na neno langu, do not judge. Never judge. Even vile watu wanaapia mbele yako, vile watu unawaona, never judge. Hao watu wako na mwenyewe. Bwana wetu niwe sana, na Mungu awabariki, na Mungu awatende mema, na Mungu awainue, awazidikishie neema kubwa tunapokubali kutoka level ya kuhukumu wale wengine. Bwana wetu pewe sifa. Hapana jipendekeza kwa watu kwa kuhukumu wengine. Hapana, tuondoke hiyo level, tuingie level ya kupenda kila mtu, love one another, na hiyo ni amri ya Mungu. Bwana atukuzwe. Tuamini, tuombe. Baba, kwa jina la Kristo Yesu, nashukuru kwa sababu ya neno lako. Baba wa mbinguni, tunajipata katika makosa hii ya kuhukumu wale wengine bila hatia. Naomba kuanzia siku ya leo, kwa sababu ya kila mmoja amenisikiza na kulipokea hili neno lako, geuza mioyo na nia za watu wako na mawazo ya watu wako. Baba wetu, ondoa hii roho ya kuhukumu wengine katika jina la Kristo Yesu, kwa maana sisi sote tutasimama na kupiga magoti mbele ya kiti chako cha hukumu katika jina la Kristo Yesu. Naomba utusaidie Bwana uliye mtakatifu, tujazwe na upendo, na upendo wa ajabu katika jina la Kristo Yesu. Naombea kila mmoja Baba wa mbinguni siku ya leo, uwasaidie na kuwanemesha katika jina la Kristo Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Sema amen. Mungu awabariki, awatende mema, azidi kuwainua in Jesus mighty name. May God bless you and do you good in Jesus mighty name. Amen.